Mwanamke ambaye anataka kwa sasa hivi, kwa generation tulionayo, mwanamke ambaye anataka kuwa na mwanaume mwenye pesa, anatakiwa kuwa na pesa. Rudia dada, rudia. Mwanamke ama binti yoyote ambaye anataka kuja kuwa na mwanaume mwenye pesa katika maisha yake, ahakikishe anakuwa na pesa. You can't meet your rich husband kwenye daladala za Mbagala rangi 3. Tukiwa tunarudi Duse. Hey. Yaani nakwambia, wakati najiambia pia, huwezi kupata maisha unayoyataka kama wewe mwenyewe huna nguvu ya kuanza kuyapambania. Hakuna kitu kinaitwa bahati. Hakuna. Mimi I don't believe in bahati. Labda kwa sababu sijai kubahatika. Lakini mimi siamini kwenye bahati. Na kila unachokiamini ni bahati kilichopatikana kwa uvivu huwa kina gharama ya kulipa. Kwa hiyo bado siamini kwenye bahati. Naamini kwenye hard working, naamini kwenye kupambania ndoto zako, naamini kwenye kutafuta kile unachokitaka kwako mwenyewe na sio kwa mtu mwingine. Hapo nataka nirudi kwenye ni sawa au si sawa. Kuwa na wanaume wengi haiwezi kukupa pesa. Itakupa maradhi na inachafua soul yako. Unajua mabinti wengi wametoka kwenye familia ambazo hawajaambiwa kuhusiana na kitu kinaitwa mahusiano. Kwa hiyo wao wenyewe hawana mahusiano binafsi yale nilotoka kuyazungumzia mwanzo. Hivyo anapoingia duniani na kukutana na mabinti wenye wanaume 4, 5, 6, 7 na wanawaaminisha kwamba hii lifestyle inaweza ikakupa vitu ambavyo wewe huwezi kuvipata ukiwa uko single ama ukiwa uko na mwanaume mmoja, wanakupotosha kwa sababu hiyo kazi sio kwa ajili ya kila mtu. Hiyo ni kazi ya kukana utu wako, ya kukana future yako na ya kujikana wewe mwenyewe. Dhambi pekee ambayo nawaambiaga watu wengi, dhambi pekee ambayo haimuhusishi Mungu ni dhambi dhidi ya mwili wako mwenyewe. Kwa kama wewe hujipendi kiasi cha kuruhusu kuichafua nafsi yako, hakuna mtu ambaye atakuja kukupenda kiasi cha kukupa vitu vizuri maishani. Eva, tunachafuaje nafsi kwa kuwa na wanaume wengi? Nafsi inachafuaje? Sasa ukiwa na wanaume wengi unavunaje pesa bila kuzini? Na nikuulize tu swali dogo tu, tuongee ukweli. Nyie ni mabinti, sawa Kwa maisha ya sasa hivi, kuna mwanaume unaweza kutoka naye usiku mmoja akakupa zaidi ya 50,000? Kwa maisha tulionayo sasa hivi hayupo. Yaani nasema uwazi, na kaka zangu huko wanaosikia wataweka hata comment mitandaoni. Hakuna mwanaume atakupa zaidi ya 50,000. Na hapo ni amekuheshimu na amekuelewa. Si umenielewa? 50,000 wewe inalipa bili zako ngapi sasa hivi? Kwa pesa ya sasa hivi. 50,000 inalipa bili zako ngapi? Haya, ukishalipa hizo bill 10,000 ya kununua nini zile wanaita Azuma, unatakiwa usisahau. Sawa Kwa kwenye 50,000 unatoa 10,000 ya Azuma, unabaki na shilingi 40,000. 40,000 ukisema ubolti tu kutoka hapa kurudi chuo, 12,000, 15,000 imeenda. Hiyo 50,000 haifikii hata nukta ya thamani yako wewe. Hata ukipewa sasa hivi 1,000,000 na mwanaume, kwa thamani yako wewe haifikii hata nukta. So lazima ujue thamani yako. Huku duniani wanasema kila mtu ana bei yake. Kila mtu ana bei yake. Mimi huwa na